Kama unavyoona daraja liko nyuma yetu hapa, nyuma yangu, daraja limeshakamilika na linatumika. Hapo awali kulikuwa na daraja ambalo lilikuwa ni la chuma, ambalo lilikuwa lina upana mdogo, ambao lilikuwa ni hatarishi kwa wananchi na watumiaji wengine wa barabara. Lilikuwa ni dogo, mvua kidogo tu ikinyesha maji yanapita juu, na lilikuwa halina guide rails. Kwa hiyo wananchi walikuwa hawawezi kupita wakati daraja hilo lilikuwa halijakarabatiwa. Lakini kwa sasa tumetengeneza daraja kubwa, box culvert lenye midomo 4 na upana wa mita 8 na spani ya mita 20. Daraja ni kiungo muhimu sana, katika ili eneo letu la Mtwara. Tuko katika halmashauri ya Mtwara vijijini. Shughuli kubwa za kiuchumi katika eneo hili ni kilimo, hasa kilimo cha korosho na ufuta. Eneo hili linahusika sana na ujenzi wa kilimo cha mboga, kilimo cha ufuta na kilimo cha korosho. Hasa kipindi cha msimu wa mavuno ya korosho na ufuta kulikuwa ni changamoto sana wa upitikaji wa magari makubwa ambayo yanatoa korosho katika mashamba au kwenye magala madogo kuyapeleka katika vyama vikuu vya msingi. Vile vile hili daraja liko katika sehemu muhimu sana ya kijamii. Hapa tulipo kuna vituo vya afya, vipo zahanati ambayo ni zahanati kuu ya eneo la huku ambayo inaitwa zahanati ya kituo cha afya Kitere, ambacho kinahudumia wakazi wengi wa kata hii na kata jirani, ambayo ikiwa hili daraja linatoa hiyo huduma. Vile vile kuna huduma za shule, kuna shule za sekondari na shule ya msingi. Upande wa pili wa hili daraja kuna shule ya sekondari ya Kitere ambayo inaunganisha wanafunzi kutoka kwenye kata nzima ambao wanapita kwenye hii daraja ili kuweza kwenda kupata huduma za shule. Na manufaa ya hii daraja yako karibia maeneo matatu. Kwanza kwa sisi kama sisi raia, lakini pia wanafunzi pia, kwa sababu hii daraja imewekwa na uzio kiasi kwamba hata maji angefurika vipi, mtoto hawezi labda akichungulia hivi hawezi onekana kwamba labda yeye anaweza akapindukia mle kwenye maji. Hicho kitu itakuwa sio rahisi sana, labda hiyo iwe dharura ya Mwenyezi Mungu, maana haipingiki. Lakini kwa hali ya kawaida kiukweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia mwaka jana tushaathirika, humo mote mlijaa maji kwa sababu ya daraja lile lilikuwepo fupi. Lakini mwaka huu maji yamefika humo na yametembea humo, yameenda, hatujaathirika chochote. Kwa hiyo kijiji chetu kwa sasa kipo salama kupita swala la maji. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kabla hujajenga daraja bwana, ilikuwa hali ngumu kutokana na jinsi ujenzi wa daraja za kwanza ambayo ilikuwa tunapata usumbufu sana kuweza kujenga daraja zilikuwa zimepita. Lakini tunashukuru ujenzi wa mwaka huu 2025-26 hii walivyokuja wataalamu kutujengea daraja hii, tunawashukuru sana. Serikali tunashukuru sana walipata waamuzi kuja Kitere hapo kutuwekea vizuri daraja yetu. Daraja ni nzuri sana. Pia usafiri ilikuwa inapita hivyo kutokana na jinsi daraja ilivyokawepa, magari ilikuwa inapita pale, hata Dangote ilikuwa inapita pale kwa polepole tu, sababu daraja hili lilikuwa haijakaa vizuri. Walikuwa inapita pale kwa utulivu wa madereva, ilikuwa inapita kwa ujuzi wao. Lakini sasa hivi daraja imekaa sawa, hii tulijengea mwaka 2025-26. Ipo sawa tu. Kwa kweli wakati tunasoma tulikuwa tunatoka kwenye vitongoji vyetu huko ambako tumehamishwa mwaka 1974. Palikuwa na daraja ya miti hapa ambayo tulikuwa tunapata shida wanafunzi. Tukitoka shuleni kule kuja kula huku tulikuwa tunapata shida. Maji yakijaa walikuwa wanatuvusha wazazi. Unaona? Walikuwa wanatuvusha wazazi, asubuhi wanatupeleka, mchana wanatufuata, jioni wanatufuata. Yaani ilikuwa kazi mzito vibaya sana. Kiasi kwamba tukajiuliza kwamba lakini tutapata daraja imara ambayo itakuwa bora. Mwenyezi Mungu so muungwana, tumepata daraja bora. Pamoja na kwamba palikuwepo na daraja hii hapa ambao ya bapa kubwa, lakini haikuwa bora kama hii hapa ambayo ametuletea Mama Samia Suluhu.